sintakuja kuthubutu kutaka neno la Mungu libadilike kunifeva mimi. Naposimama neno la Mungu linitandike, nitakaa ili linibadilishe mimi. Mimi nibadilike nilifate neno, na sio neno libadilike kunifuata mimi. Na ukiwa na mawazo kama hayo, naamini unamwekea Mungu mazingira mazuri ya neno lake kukugusa, kwa sababu ipo nguvu ya ajabu sana kwenye neno la Mungu. Amen. Ipo nguvu ya ajabu sana kwenye neno la Mungu. Na mimi napolisomaga neno la Mungu ninaenda na moyo wazi kabisa. Nasema, Yesu ulisema, uliomba ukasema uwatakase kwa ile kweli, na neno lako ndio kweli. Kwa naamini hata kama na uchafu wowote kwenye maisha yangu, ninaposoma neno la Mungu linanitakasa. Amen. Kwa tuliangalia kipengele cha kwanza, namna ambavyo misingi ya utambulisho na majukumu ya kijinsia yanavyowekezwa kwa watoto tangu wakiwa wadogo, na tukamwangalia mtoto wa kiume namna ambavyo misingi hii ya mwanzo kabisa ya maisha yake inapigwa kwenye upande wa utambulisho wake yeye kama mwanaume na ule wanaume wake, masculinity. Na tukaangalia pia na mwanamke, mtoto wa kike, na misingi yake inavyowekwa akiwa mdogo, femininity, na yale majukumu yake na matarajio yake kwa Bwana. Na labda tukakukumbushia, tulijifunza kwamba kwa mpango wa Mungu, kwa muktadha wa Mungu, mwanadamu yoyote anayekuja duniani ameletwa na Bwana, na ataishi kwa ajili ya Bwana, na atakapoondoka atarudi kwa Bwana. Sasa mchakato wa kumleta hapa haukuwa mchakato mwepesi, ni mchakato complicated, ni mchakato ambao unahusisha vitu mbalimbali. Utaona Mungu anatengeneza mavumbi asili ya hapa duniani, alafu ile sehemu ya roho yake anampulizia mwanadamu, alafu mwanadamu anakuwa nafsi hai. Ni mchakato. Lakini hata mchakato wa kuondoka hapa duniani, baada ya mwanadamu kumaliza utumishi wake chini ya mbingu, Biblia inasema mavumbi yatarudi kwenye ardhi alikotoka, alafu ule utu wa ndani utaenda kwa Mungu kule ulikotoka. Kwa hiyo huo ni mchakato. Nataka tu tujue hili na tuishi nalo wakati hili somo linaendelea. Kwa hiyo ni vizuri watoto wetu wa kiume na wa kike wakijua kabisa utambulisho wao unaanzia na wao ni nani. Wao ni watumishi wa Mungu, wao ni mawakili wa Mungu, wameletwa duniani kama mawakili, na wanapaswa kuwa mawakili waaminifu, kwa sababu watakaporudi kwa Mungu wataenda kusimama na kujibia yale ambayo waliyafanya hapa duniani. Na Yesu akaongeza, sio tu kuyafanya na kuyanena. Na anasema kila mtu atatoa hesabu ya kila neno, hata lile lisilo na maana alilowahi kulitamka kwenye kinywa chake. Mstari unatisha kidogo, lakini ni ukweli. Na kwa sababu ameusema Yesu mwenyewe, huwa napenda kuchukulia sana serious vitu anaoviongea Yesu mwenyewe, kwa sababu yeye ndio atakayeketi kwenye kile kiti cha enzi kuhukumu walio hai na wafu. Kwa hiyo akisema kitu kichukulie uzito kabisa kabisa, na Mungu atusaidie. Leo tutaangalia eneo lingine ambalo hili mbegu zake zinapandikizwa utotoni kwa watoto wa kiume na kwa watoto wa kike, kulingana na jinsi Mungu alivyowaita. Mmoja ameitwa kuwa kiongozi, mwingine ameitwa kuwa msaidizi. Mmoja ameitwa kuwa kiunganishi kati ya Mungu na wanadamu, Mungu na nyumba yake. Mwingine ameitwa kufanya kazi kwenye ofisi moja na huyo muunganishi, kama mshauri na kama mlezi wa yale maono na ule wito au na ule utumishi, kama msaidizi, kama muombezi. Sasa eneo la pili la uwajibikaji ni kati ya vitu adimu sana sasa hivi kwenye ulimwengu tunaoishi, na matunda ya vitu vingi tunavyoviona havijaenda vizuri sasa hizi. Kuanzia magorofa yanayoanguka, barabara zimeharibika,
miundombinu imeharibika, mazingira yamechafuka, yameharibika, na kuna matatizo yale mtambuka kabisa kama ozone layer depletion, yale sijui mfuniko wa dunia sijui unafanyaje, sijui kuna maeneo watu hawaishi tena, kuna vyanzo vya maji vilikuwepo vinatoa maji vizuri vimekauka sasa hivi, kuna mitaa ambayo tulikuwa tukipita utotoni tulikuwa tunaona kabisa maji yanatiririka kwenye milima, kuna milima tulikuwa tunafurahi kuiangalia kwa sababu ilikuwa na barafu, kuna mazingira tulikuwa tunayapenda kwa sababu yalikuwa ya kijani. Lakini wewe na mimi utakubaliana kwamba ulimwengu tuliourithi sisi sio sawa na ulimwengu ambao tunawaachia watoto wetu. Akati sisi tulirithi ulimwengu fulani hivi ulikuwa wa kijani kijani, na naamini wazazi wetu wa zamani walirithi ulimwengu ambao ulikuwa wenye heri na bora zaidi kuliko huu ambao tuliurithi sisi. Lakini saa hizi ulimwengu tunaoenda kuwaachia watoto una maswali mengi. Kuna wanyama wametokomea, wamebaki kwenye historia, na wengine mpaka tunasema hawa ni wakusadikika. Na siku zinavyozidi kwenda hata hao wanyama ambao wako endangered tutawapoteza, tutabaki na stories za kwenye vitabu, watoto wetu hawatawaona. Na haya yote ni kwa sababu ya tunu hii inaitwa uwajibikaji. Hebu sema uwajibikaji. Responsibility. Kwa tafsiri, neno uwajibikaji ni neno ambalo lina maana ya mwitikio kwa wajibu. Mwitikio kwa wajibu. Wajibu ni kitu ambacho unategemewa kukifanya. Ni kitu ambacho unategemewa kukifanya. Sasa tofauti ya wajibu na shurti, shurti unafanya kutokana na amri. Manake utafanya ama unataka ama hutaki. Wajibu unafanya kutoka moyoni kwa sababu unapenda. Shurti itakupa vitu ambavyo unakagua. Wajibu itakupa vitu ambavyo unategemea. Kuna tofauti. Ukimshurutisha mtu kufanya kitu, atafanya kile ambacho utakuja kukagua. Atakupa kile unacho inspect, sio unacho expect. Mtu akifanya kutoka moyoni, atakupa kile ambacho una expect. Sasa wajibu ni kati ya vitu ambavyo unategemewa. Kwa Kiingereza neno responsibility maana yake ni ability to respond. Uwezo wako wewe wa kurespond kwa yale ambayo umeyachagua. Sasa kule mwanzo Mungu aliweka msingi wa uwajibikaji kwa sababu alitoa maelekezo baada ya kumuumba mwanadamu. Sura ya 2 ya kitabu chetu cha Mwanzo inasema mstari wa 7. Tuanzie wa 4. Tuanzie wa 4. Una siri kubwa sana pale mstari wa 4. Unasema hivi: hivi ndivyo vizazi vya mbingu na nchi zilipoumbwa. Yani kwa lugha nyingine, origins of generations. Chanzo au asili ya vizazi. Na tunajua huku miongoni mwa majina ya Mungu ni Mungu wa vizazi. Ni Mungu ambaye ufalme wake ni ufalme wa zamani zote na mamlaka yake ni ya vizazi vyote. Kwa hiyo hakuna kizazi ambacho kitanusurika kuwa na Mungu kama Mungu wao, kama chanzo chao na kama Mungu wao. Kuanzia enzi za mababu, ama walijua au hawakujua, Mungu ndio aliyewasababisha na Mungu ndio atakayewataka hesabu kwa maisha walioishi hapa duniani. Sasa anasema hivi ndivyo vizazi vya mbingu
na nchi zilipoumbwa. Siku ile Bwana Mungu alipoziumba mbingu na nchi. Neno Bwana limetumika kwa mara ya kwanza kwenye Biblia kwenye huu mstari. Kabla ya hapo ukisoma sura ya kwanza, Mungu alikuwa anatambulika kwa jina la Mungu, 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 Mungu. Mungu akasema, Mungu akaumba, Mungu akafanya, Mungu akaona. Kwenye huu mstari kwa mara ya kwanza, baada ya kukamilisha vitu vyote, anaitwa Bwana. Na Bwana ni nafasi. Ni nafasi ya umiliki, lakini ndio mamlaka ya juu kuliko vyote. Kwa siku ile Bwana Mungu alipoziumba mbingu na nchi, hapakuwa na mche wa kondeni bado, wala mboga ya kondeni haijachipuka bado. Kwa maana Bwana Mungu hajainyeshea nchi mvua, wala hapana mtu wa kuilima ardhi. Huu mstari unaonyesha kwamba vitu ingawa vimekusudiwa na Mungu, lakini ili vitokee ni mchakato. Mwambie mwenzako, maisha ni mchakato. Maisha ni mchakato. Ingawa vitu vilikusudiwa viwepo, na hapa tunapewa ripoti kwamba hivi ndivyo vizazi vya mbingu na nchi vilipoumbwa, na utaona kuna nukta pale. Alafu kipengele kinachofuata kinaelezea mchakato, kwamba hata miti ili itokee ilibidi kuwe na mchakato. Hata mtoto mpaka awe mtu mzima anapita kwenye mchakato. Maisha ni mchakato. Na Yesu huku mbele huku akiwa anaongea na wanafunzi wake akaelezea umuhimu wa mchakato. Akawaambia watu, ufanyeni mti kuwa mzuri, mchakato, na matunda yake yatakuwa mazuri, matokeo. Au mti uwe mbaya, mchakato, na matunda yake yatakuwa mabaya, matokeo. Alafu akasema hakuna mtu anayeenda kuchuma matunda ambayo hakuyapanda. Kikanuni utavuna ulichopanda, na Mungu hadhihakiwi. Kwa ukipanda haba utavuna haba, ukipanda kwa ukarimu utavuna kwa ukarimu. Chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Kanuni nyingine inasema kwamba mbegu ni moja, matokeo ni multiplication ya ulichopanda. Kwa hiyo usishangae kwamba unaweza ukapanda mbegu moja, matokeo yake yakakushangaza sana, kwa sababu ukipanda mbegu moja itazaa. Kwa mfano tu alikokatoa, anasema kwenye ule mfano wa mpanzi, moja ilizaa 30, nyingine ilizaa 60, nyingine ilizaa ngapi? 100. Maana yake unachopanda utavuna kuliko ulichopanda, kitajimultiply. Uzuri, Mungu ndo anayewapa watu mbegu ya kupanda. Na Mungu sio mwonevu. Asingeweza kutuambia na kutuwekea kanuni hii nzuri kabisa ya maisha kama asingetupa mbegu. Na Yesu anatoboa siri ya maisha. Anasema mbegu ni neno la Mungu. Makofi kwa Bwana Yesu. Haleluya. Anatoboa siri ya ajabu sana kwenye maisha. Mbegu ni neno la Mungu. Sasa kingine ambacho Mungu anaelezea hapa kwenye huu mchakato, anasema hapakuwa na mche wa kondeni bado, wala mboga ya kondeni haijachipuka bado, kwa maana Bwana Mungu hajainyeshea nchi mvua, wala hapana mtu wa kuilima ardhi. Sasa mstari wa 6 unasema ukungu ukapanda katika nchi, ukatia maji juu ya uso wote wa ardhi. Ukungu ukapanda katika nchi,
ukatia maji juu ya uso wote wa ardhi. Mstari wa 7 unasema, maana kumbuka ule mchakato ulikuwa unahusisha nchi kunyeshewa, alafu na manager wa kumanage vitakavyochipuka. Na hii ni kanuni kabisa ya maisha. Kwenye mchakato kuna mbegu kupandwa, alafu kuna mbegu kuwa managed, kutiishwa, kuongozwa, kuhudumiwa. Kwa hiyo hatujaitwa tu kupanda mbegu na kuondoka. Na kuna mfano mwingine aliufundisha mzuri sana wa hii kanuni, wa habari ya mtu mmoja ambaye alienda kwenye konde akapanda mbegu, na alipopanda mbegu zake akaenda kufanya nini? Kulala. Alipoenda kulala, nini kilitokea? Adui alikuja naye akapanda. Kwa hiyo asingeenda kulala, nini kingetokea? Kama mwenye nyumba angelijua ile saa ambayo mwivi anakuja, angefanya nini? Angekesha. Kwa kanuni nyingine, mbegu zinapopandwa, mbegu zinamwagiliwa na mbegu zinatunzwa. Kile kinachochipuka kinatunzwa. Kinatunzwa. Sasa mtunzaji ni nani hapa? Aliyepewa responsibility, aliyepewa ability to respond kwenye call ya vitu vinavyotoka ni nani? Ni mwanadamu. Kwa hiyo utaona nchi ilikuwa haijaota vitu bado kwa sababu mvua ilikuwa haijanyesha. Hiyo mvua tunajua kabisa mwenye uwezo wa mvua anayenyeshea wabaya na wema ni nani? Lakini alihitajika mtu wa kuilimia bustani. Alihitajika mtu wa kumanage matokeo. Alihitajika mtu. Mstari wa 7, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Bwana Mungu akapanda bustani, chakato. Akapanda bustani upande wa mashariki wa Edeni. Akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Utaona akachipusha katika ardhi miti na nini na nini. Alafu mstari wa 16, Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mtu wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mtu wa ujuzi wa mema na mabaya, bado ni sehemu ya management, lakini nataka kuangalia mstari mstari wa 15, nisameheni sana. Mstari wa 15, Bwana Mungu akamtwaa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni, ailime na kuitunza. Mchakato. Wangapi wanaamini kulima ni mchakato na kutunza bustani ni mchakato? Kabisa. Sasa kuwajibika kama mwanadamu, kila mmoja kwenye wito wake mahususi, kwa sababu kama umefuatilia vizuri tulipoanza kule mwanzo kule kwenye utambulisho wetu, tulijifunza kwamba Mungu alimpa mwanadamu majukumu ya kijumla ya kuijaza nchi na kuitiisha, lakini akamchukua Adamu akampa majukumu mahususi. Akamwambia Adamu, katika kuijaza nchi hii na kuitiisha, wewe na huyo msaidizi wako, hii bustani hii ya Edeni hapa mashariki hapa ndio utakapofanyia kazi, ilime na kuitunza. Na Biblia inasema Mungu akachipusha bustani mashariki mwa Eden, akamtoa huyo mtu
akamweka mashariki mwa Edeni, sio Edeni yote. Pale Edeni alimkatia kiamba chake, Wachaga wanasema kiamba, shamba, alimkatia kaploti kake, akasema hapa wewe ndio utakapoanzia kazi, haya hapa kwenye hili shamba ndio majukumu yako mahususi. Na kila mwanadamu aliyeletwa na Mungu ana majukumu yake mahususi ambayo akiyafanya hayo anachangia katika yale majukumu ya kijumla ambayo ni ya jamii ya wanadamu. Na hivyo hivyo uwajibikaji wetu, ability to respond, uwajibikaji wetu na uwezo wetu wa kuitika kwenye majukumu yetu. Kuna kitu kinaitwa uwajibikaji wa jumla, collective responsibility, na uwajibikaji mahususi wa kila mmoja mmoja, mwitikio wa kila mmoja mmoja kwenye matarajio au yale ambayo Muumba anayategemea kutoka kwetu. Amen. Tupo pamoja. Mungu atusaidie na Mungu anisaidie mimi kueleza vizuri ili tuende sawa sawa. Na nikiwa na Roho Mtakatifu naamini mambo yanakuwa mepesi sana. Amen. Moja ya eneo katika uwajibikaji kubwa sana ni maadili ya kazi. Maadili ya kazi. Job ethics. Na ni kati ya vitu ambavyo kwenye jamii nyingi, na mnisamee wa Afrika, za Kiafrika, ni maadili ambayo yamemomonyoka sana. Mmewahi kusikia kitu kinaitwa mmomonyoko wa maadili? Wengi tukisema mmomonyoko wa maadili tunawaza uzinzi na uasherati na ulevi labda. Lakini mojawapo ya maadili ambayo yamemomonyoka kwenye jamii nyingi hasa za Kiafrika, na pengine kuna sababu za kihistoria, ni maadili ya kazi. Job ethics. Kwa hiyo wengi tunazaliwa, na kama hii mbegu haitapandwa kule utotoni, tutakuwa tunasubiri kufanyiwa vitu na sio kufanyia watu vitu. Tutakuwa tunasubiri watu wengine wafanye, sisi tuwe watumiaji wa vitu ambavyo wengine wamefanya. Lakini sio sisi tufanye, kila mmoja kwa kadiri ya uwezo na vipaji na vipawa ambavyo tumepewa, ili wengine wanufaike. Utapita kwenye barabara ambayo hujashiriki kuijenga. Ukigonga mashimo, unarusha lawama kwa wengine. Hii barabara ina mashimo. Hii barabara gani hii? Utapita mahali patakuwa na choo kichafu kinatoa harufu. Kwa mtu ambaye hana maadili ya kazi katika eneo hili la uwajibikaji, atarusha lawama. Choo yani nimeingia kinatoa harufu, yani nimeingia hivi nimetoka hivi. Mentality ya namna hiyo, wewe hutakuwa mtatuzi wa matatizo, utakuwa mkaguzi wa vitu walivyofanya wengine. Kwa nini unajiona mkaguzi? Ni kwa sababu hujioni kama wewe ni sehemu ya suluhu. Na hapa hata wanasiasa huwa wanatuwezaga. Maana huwa tunakaa tukiwa tunawasikiliza wanapopita kutuomba kura, huwa tunawaruhusu kabisa watu waahidi, na tunasubiri kwani huyu atatufanyia nini? Tumekaa kufanyiwa tu. Tunawaza atufanyie hiki, atufanyie hiki, na mwanasiasa anayeahidi vingi ndio ambaye anapata kura nyingi. Na baadaye tunataka tumpime kwa vile alivyoahidi kwamba atatufanyia.
Nimesema Waafrika tusameane tu. Mungu alivyotuumba, alituumbia uwezo wa kufanya kazi na kuwajibika, ability to respond kwenye wito wa kazi. Kuna vitu atafanya yeye vile ambavyo vipo nje ya uwezo wetu sisi kama binadamu, mfano kuinyeshea mvua ardhi, mfano kuchipusha vitu vitokee. Lakini kuna vile vya kwenda kupanda na kutunza, hivyo ni vya kwetu wala sio vya Mungu. Na kuna saa tunamlalamikia Mungu kwa matatizo tuliyosababisha sisi wenyewe, kwa sababu mara nyingi tunapenda kwenda kupokea matokeo ambayo hatukuinvest. Ndio utakuta mtu ana mikono yote inafanya kazi, vidole vyote vinafanya kazi, 10 vyote, akifanya cheki ya vidole vyote vinafanya kazi, 10 vyote. Mikono yote inafanya kazi, miguu yote inafanya kazi, lakini anaomba na haoni shida kuomba. Ni kama anategemea watu wengine wafanye, yeye awe mnufaika wa walichofanya wenyewe. Na ukiangalia ardhi ipo, vitu vya kufanya vipo. Sasa kwa sababu ya muda sitaenda deep sana kwenye hili la maadili ya kazi, lakini Mungu anataraji tufanye kazi. Na ni muhimu mtoto akafundishwa akiwa mdogo kwamba vitu havitokei, vitu vinatengenezwa. Maisha ni mchakato, tunapanda tutakachokivuna. Usipopanda usitegemee. Na akaweka kanuni, asiyefanya kazi asinufaike na hiyo kazi. Na kwenye Wathesalonike ameita mtu mnufaika wa kazi za wengine mwizi. Akasema mwibaji asiibe tena, bali afadhali afanye kazi kwa mikono yake, apate kitu cha kumsaidia yeye na kumsaidia mhitaji. Kwa hiyo wewe kama ni mhitaji, kabla hujakimbilia kwenda kuomba msaada kwa watu wengine, jiulize wewe umefanya nini cha kuwasaidia watu wengine, cha kujikimu wewe na kuwasaidia watu wengine. Sasa kuna staili fulani tunapenda kuwalea watoto wetu, tunatamani kila kitu tuwafanyie, na hatuwafundishi maadili ya kazi. Baadaye tunatarajia wawe ni watu ambao watajiongeza. Hakunaga kuvuna usipopanda. Na ukijua Mungu yuko serious na kazi, Yesu aliwahi kutoa ule mfano. Alikuta watu saa 11 asubuhi, akawauliza mbona mnazagaa? Wakasema hatuna kazi. Akamwambia twendeni, akawaajiri kwenye shamba lake. Katoka akawakuta wengine saa 6, nyie vipi? Hatuna kazi. Mnakaaje hapa? Twendeni. Akawapa kazi. Akatoka akakuta wengine mpaka saa 11, mpaka jioni saa 11 akawakuta wengine, vipi nyie? Twendeni kazini. Hiyo inaonyesha kabisa hakuna mtu atakayekuwa na excuse ya kutokufanya kazi. Na hukumu ya kutokufanya kazi Mungu ameiweka kwenye mwili wako wewe mwenyewe. Mwili wa binadamu usipoufanyisha kazi, hivyo vilivyomo humo ndani hivyo vinaanza kupigana. Vinakudhuru. Kama unafikia Natania, wewe kaamue kulala wiki nzima, lala tu. Lala upande mmoja hivi wiki nzima, lala hapo hata usigeuka, utaamka na mavidonda huko. Waulizeni wagonjwa waliopooza. Watahitaji watu wa kuwageuza, watahitaji watu wa kuwafanyisha mazoezi, kwa sababu mwili wetu usipofanya kazi, vile vilivyopo ndani vinageuka kuwa uharibifu. Tumeumbiwa kazi, ufanye kazi. Haya maadili ya kazi yaingizwe tangu utotoni. Na
Kipindi kilichopita tulijifunza wewe ufanyi kazi kwa mwanadamu. Mwajiri wako ni Mungu. Unafanya kazi si kwa sababu baba amekuambia ufanye kazi. Unafanya kazi kwa sababu Mungu anataka ufanye kazi. Unafanya kazi kwa sababu kuna siku utaenda mbele za Mungu na utamueleza ulivyofanya kazi. Utamueleza vitu ulivyovibadilisha hapa duniani kwa uwezo aliokupatia. Utamueleza nyumba ulizojenga. Utamueleza barabara ulizojenga. Utamueleza mitaa ulioiongezea thamani. Utamueleza mashamba uliolima. Utamueleza watu uliowasaidia. Mungu atusaidie sana. Sasa majukumu haya ya kazi yanatofautiana uwekezaji wake kwa mtoto wa kiume na mtoto wa kike. Lakini uwajibikaji au wakili wote. Naomba tusome Mithali sura ya 20 mstari wa 13. Mithali sura ya 20 mstari wa 13. Usipende usingizi, usije ukawa masikini. Fumbua macho yako nawe utashiba chakula. Kwa nini chakula kinawekwa kwenye macho? Kwa sababu fursa Mungu anawapaga watu wote. Ukifumbua macho utaona cha kufanya. Kuna watu wanasemaga hamna kazi. Yaani sisi ni jobless. Hatuna kazi. Fungua macho, Biblia inasema. Ukifungua tu utaona fursa. Ukifungua tu macho utaona kazi za kufanya. Na Mungu atakulipa kwa kila kazi unaofanya. Sinatia matumaini kwamba Mungu ndo mwajiri wako. Hapa duniani unakula mishahara, kama utaajiriwa unakula ijara ya hapa, lakini baadaye mbele za Mungu kwenye kitabu cha Wakolosai anasema haya tunaoyafanya haya, ingawa sisi tunaona tunafanya kwa mwanadamu, yeye anasema sisi ambao tuko ndani ya Kristo, chochote tunachokifanya ama kwa neno ama kwa tendo, hatufanyi kwa mwanadamu, tunafanya kwa Bwana. Tunafanya tena, inasema mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana. Alafu anasema tutapokea ijara kutoka kwa Bwana. Amen. Amen. Unaweza pia ukaandika, ingawa hatutasoma, Wathesalonike wa pili sura ya 3 mstari wa 10. Sasa Wathesalonike wa pili sura ya 3 mstari wa 10. Sasa pale mwanzo sura ya 12 ule mstari wa 15 ule tuliousoma. Ile Wathesalonike ni Wathesalonike ya pili sura ya 3 mstari wa 10. Nataka niwarudishe pale mwanzo kwenye ile sura ya pili tulioisoma. Ile sura ya pili pale mwanzo pale ambapo tunaona Mungu anamweka mwanadamu pale bustanini ili ailime ile bustani na kuitunza. Neno lililotumika pale na neno la Kiebrania linaloelezea kazi linaitwa abod. Emsema abod. Ni muhimu sana hiki ninachokiongea. Neno linaloelezea kazi au utumishi au utumwa au kutumika ni neno ambalo mzizi wake ni abod, ambalo ndo limetuzalia neno kuabudu, worship. Kwa hiyo wewe unapoenda kufanya kazi mbele za Mungu, anatafsiri kile kitendo cha wewe kwenda kufanya kazi kama ibada. Anakitafsiri kama ibada. Sasa liko neno lingine linaloelezea ile kicho, kupiga magoti, linaitwa chasaka.
ile reverence, kicho cha Mungu ambacho kitakusukuma kwenda kupiga magoti, kwenda kuinama. Hata hiyo nayo ni kazi. Lakini kitendo kwa Mungu cha kwenda kufanya kazi ni ibada kabisa, na ndio msingi wa hilo neno. Na kuna mstari mmoja ambao tunautajaga vizuri kabisa, na Mungu aliutaja hivyo hivyo kama alivyokuwa anautarajia kwenye kitabu cha Kutoka. Nadhani ni Kutoka 23 kama sikosei. Mstari mmoja mzuri kabisa unasema, nawe utamtumikia Bwana Mungu wako. Kuna mtu anaweza akaupata huo? Nimeshapoteza na siwezi kumsingizia shetani. Nilijisahau kunakili hapa. Kutoka unasema, nawe utamtumikia Bwana Mungu wako, kwa maana ndiye anayekupa baraka zake zitakuwa juu ya chakula chako na maji, naye ataondoa ugonjwa kati yako. Ngapi? Ni Kutoka? Safi, kumbe nilikuwa sawa. 23. Kutoka 23 mstari wa 25 unasemaje? Nanyi mtamtumikia. Kwenye tafsiri nyingine wameandika, nanyi mtamwabudu Bwana Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Nataka uone hilo neno kuabudu, kwa sababu hata ukienda kwenye tafsiri ya Kiingereza wamesema, and you shall worship the Lord your God. Kufanya kazi ni ibada. Kuna siku nilikuwa naongea na waimbaji mahali fulani, nikawaambia, wengi tunadhani kwamba kuabudu ni kuimba nyimbo tukiwa tumeinua mikono, tumefunga macho, tunaimba nyimbo za kuvuta, zile za taratibu. Kuabudu ni kazi, ni kumtumikia Mungu, ni ile dhana. Na ndio maana kwenye Waibrania, kwenye Warumi 12, ibada yenye maana ni kutoa mwili wako. Itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu na ya kupendeza. Alafu anasema hiyo ndio ibada yenu yenye maana. Wewe ukawa ufanyi kazi yako ni kujifungia tu na kuimba nyimbo za taratibu kuanzia asubuhi mpaka jioni, hujaabudu bado. Jamani, sio mimi nasema, huyo ndo amesema hapo, tumeona. Nao utamtumikia Bwana Mungu wako, nao utamwabudu Bwana Mungu wako kwa kazi. Ukiwa na hayo mawazo kwamba naamka asubuhi, naamka kwa ajili ya Bwana, ni siku nyingine ambayo Bwana ametupa. Kuanzia unavyoanza kutandika kitanda, unamtumikia Mungu. Unapoenda kusafisha hekalu, unasafisha hekalu la Mungu. Hamjui ya kwamba miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu, na ya kwamba Roho wa Bwana anaishi ndani yenu? Unapoenda kulivika hekalu, unamtumikia Mungu. Unapoenda kazini, kwenye utumishi wako, na kwenye Biblia Zaburi ya 104 tuliona mwanadamu anaondoka asubuhi, anaenda kwenye utume wake mpaka jioni. Ni ibada, kwa sababu wewe umeumbwa kwa ajili ya ibada. Na tunaimbaga vizuri kabisa, umeniumba ni kuabudu. Lakini wengi tunadhani tumeumbwa ili tumuimbie Mungu nyimbo. Si kweli. Na nikwambie kitu, Mungu nyimbo anazo tu nyingi sana. Wanaimba kule juu, ana viumbe, malaika, wazee wale 24, wale viumbe wengine wale wanaotishatisha, wote wale kazi yao ni hiyo tu. Kama ni nyimbo, Mungu hana shida na nyimbo. Mungu ana shida na miili yetu. Mungu ana shida na utumishi wetu. Ana shida na mioyo yetu ambayo itatambua kwamba chochote ninachofanya kwa neno au kwa tendo, ninafanya ili Mungu ajulikane. Ninafanya ili watu wakiona kazi yangu
Ndio maana Yesu akasema watu wayaone sio manyimbo yenu mema, wayaone matendo yenu mema, wamtukuze Mungu. Kwa sababu kwa wewe kuwa na matendo yako mema mbele za Mungu ni ibada. Unakuwa na matendo watu wakiangalia wanasema huyu ni Mungu. Unatatua tatizo fulani kwenye jamii, huyu ni Mungu. Unakuwa mtoaji, watu wanaangalia jinsi unavyotoa na kuwapa watu vitu, wanauona moyo wa Mungu ndani yako. Mungu atusaidie sana. Sasa kwa mtoto wa kiume anatakiwa afundishwe kwamba yeye ni wakili wa Mungu hapa duniani. Kwa hiyo atafanya kazi kwa mikono yake, atafanya kazi kwa bidii, kama mtu anaenda kutoa ripoti kwa Bwana. Amen. Uwajibikaji unahusisha pia kumtii Mungu na kufuata maelekezo yake. Kumtii Mungu na kufuata maelekezo yake. Nakumbuka hapa tunaongea na mtoto mdogo, tunampandikizia hizi mbegu kwamba yeye anawajibika kwa Bwana. Na wazazi huwa tunapenda sana kuwatisha watoto na kuambia watoto usifanye hiki nitakuchapa. Baba hapendi, mimi sipendi, ujue mimi sipendi. Sio kitu kibaya, lakini nikutie moyo. Msaidie mtoto wako ajue hicho kitu ambacho anakifanya kibaya hakukosei wewe, anamkosea Mungu. Kwanza akiwa mdogo, mwambie Mungu hapendi. Wewe hautakuwa na mtoto siku zote kwenye maisha yake. Kuna siku ataondoka kwako, ataenda kuanza maisha yake. Kuna siku ataondoka kwako, ataenda kuishi na watu wengine. Kama ulimpandikizia kuhofu wewe, asimhofu Mungu. Asiwajibike kwa Mungu moja kwa moja, asiishi maisha yake kwamba Mungu anamtizama. Kuna siku akiondoka kwenye uwepo wako atafanya vituko kwa sababu haupo. Lakini kwenye akili yake, akiwa na Mungu kwenye fahamu zake, kama Warumi inavyosema, atakuwa na kicho cha Bwana na kitamlinda kokote anakoenda. Atafanya vitu si kwa sababu baba ataniona au nitamkwaza sana baba. Baba akisikia, atamuogopa huyo aliyemleta duniani. Lau kwamba watu wote wangetengenezewa hofu ya Mungu, haya matatizo tunayopitia leo hii tusingepitia. Kwa sababu kila mtu kabla hajafanya kitu angeona macho ya huyu wa huko juu yanazunguka zunguka huku na huko duniani, yakimtafuta mtu aliyeelekea moyo apate kujionyesha kuwa mwenye nguvu. Mungu atusaidie sana. Hii mbegu inapandwa utotoni. Huku juu sasa hivi tunavuna matunda. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 6. 3 Mwanzo mstari wa 6. Nasema hivi: mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake, akala, akampa na mmewe, naye akala. Wapendwa, kumtii Mungu na kuwajibika kwa Bwana, maana Biblia inasema tuwajibike kwa Bwana, tuenende kama ulivyo wajibu wetu kwa Bwana. Kumtii Mungu kunahitaji ujasiri wa kukataa ubaya. Na ndio kazi ya neema ya Mungu. Tito 2:11 nasema, maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu imefunuliwa, nao yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa nidhamu, kiasi
tupate kuishi kwa discipline, tupate kuishi kwa kiasi, kwa kujizuia, tupate kuishi kwa kiasi, haki na utauwa katika ulimwengu huu hapa wa damu na nyama. Neema ya Mungu. Sasa kumhofu Mungu katika dunia ambayo tayari imeshapoteza mwelekeo, katika dunia ambayo ina giza, kunahitaji ujasiri. Na mimi kwenye Biblia sijawahi kuona mtu ambaye ameamua kuishi kwa kumtii Mungu, mifumo yote ya ulimwenguni ikampa dole, ikamtia moyo. Kumbuka, anguko la mwanadamu lilipotokea, mifumo ya ulimwenguni ilichukuliwa na yule muovu. Na ile roho ya kuasi ambayo ndio iliyomsababisha yule muovu akaasi na akaiambukiza kwenye mifumo ya ulimwenguni, Biblia inasema hivi sasa inafanya kazi ndani ya wana wa uasi. Kwa hiyo utakaposimama wewe kumtii Mungu, hakuna mfumo utakao kufurahia. Utakaposimama wewe kwenye kusudi la Mungu, hakuna mfumo utakao kufurahia. Na ndio maana Yesu akututia moyo tutafute kuwa marafiki wa ulimwengu. Sana sana alisema, mimi sikuja kuleta amani duniani, nimekuja kuwawashia moto. Na akaonyesha yeye mfano. Wamemkamata mpaka anawauliza, hivi sasa samanini kidogo, hivi ni kwa lipi kati ya yale mema yote niliyofanya katikati yenu, ni kwa lipi hasa mnataka kuniua? Kuponya wagonjwa zenu? Kufufua wafu zenu? Kuwatetea? Kuwaondoa mapepo? Kuwatoa kwenye vifungo? Ndio mnataka kunipiga mawe mniue? Mifumo. Sasa kitendo cha kutenda haki, kitendo cha kumtii Mungu kinahitaji ujasiri, kwa sababu ulimwenguni, mifumo ya ulimwengu itatupinga. Na Yesu akasema, inawachukia ninyi kwa sababu ninyi sasa uraia wenu umeshafutwa hapa duniani. Ninyi si wa ulimwengu huu. Hapa tunaishi kimkakati. Baada ya dhambi kuingia ulimwenguni, dhambi imetia unajisi ulimwengu huu. Hatuishi tena hapa ulimwenguni kumpendeza mtu hapa ulimwenguni. Ingawa neema inaweza ikatokea ukampendeza Mungu na wanadamu, lakini sio guaranteed kwamba ukimtii Mungu kila mtu atafurahia. Kwamba pale ofisini ukiamua kunyooka, kwamba hii hapana, hii rushwa mimi si saini, kwamba bosi atakupandisha cheo. Yusufu alivyomkatalia ule mama kuzini, nini kilimkuta? Si alimtii Mungu? Alijengewa hofu ya Mungu, akasema mimi nifanyeje uovu mkubwa nikamkose the big boss, kwa sababu maisha yangu yakiisha hapa naenda kukutana na the big boss na ataniambia nilikuamini Yusufu, nikakuinua nikakuweka kwenye nafasi. Na aliongea yote yale, akasema mimi huyu mwenye nyumba huyu, yani ameniamini na vitu vyote humu ndani, haniulizi chochote, ripoti nazompa hahoji, kwa sababu anajua mimi ni mwaminifu na hajaniziulia chochote. Lakini Mungu amenizuilia wewe ni mke wake, wewe na huyu ni mwili mmoja. Sasa mimi Yusufu, mimi nifanyeje uovu huu mkubwa nikamkose Mungu, nikamkose aliyenileta ulimwenguni, nikamkose anayenipa pumzi, anayenipa uhai, ambaye nikimaliza maisha yangu haya nasimama mbele zake? Nifanyeje uovu huu mkubwa nikamkose? Kwa kitendo cha kumkataa yule mama na kukataa zinaa na kumwokoa mke wa bosi, ndio kikamgharimu akaenda yeye jela, na alikuwa sawa kabisa na alifurahia kuteseka. Unajua, ni Biblia tu inanionyesha hata Musa alipofanya yale ambayo ni ya haki,
alifurahia kuteseka pamoja na watoto wa Kristo. Haleluya. Alifurahia kuteseka. Sasa kitabu cha Waebrania sura ya 11 ni CV ya wanadamu walioishi wakiwajibika kwa Bwana. Na utaona pale mambo ambayo walisimama kuwajibika kwa Bwana. Bahati mbaya, wale ambao wajibu wao kwa Bwana ulikuwa katika kipindi hatari zaidi na walihatarisha zaidi maisha yao, walikatishiwa uhai wao kikatili kabisa. Lakini napenda sana Mungu alivyosema habari zao. Anasema unajua watu kama hawa walikuwa ni watu special kiasi kwamba hata ulimwengu haukuwastahili. Na hivyo Mungu hajisikii aibu kuitwa Mungu wao. Ingawa wameondoka katika maisha haya, wanaongojea mji mwingine, Yerusalemu mpya unaotoka kwa Baba. Mji ambao sasa wenye haki watang'aa kama mwangaza. Sasa hizi ukiwa mwenye haki unaweza using'ae sana. Ukiwa mwenye haki sasa hivi unaweza ukachafuliwa sana. Yesu alikuwa mwenye haki, alichafuliwa sana. Alionekana kama ndo amekuja kuvunja kabisa utawala wa dola ya Roma. Alionekana adui wa utawala mzima wa Roma. Tuwajengee watoto wetu ujasiri wa kumtii Mungu. Mfumo uliojaa uovu unahitaji ujasiri. Ujasiri haupandikizwi huku ukubwani. Ujasiri unapandikizwa utotoni. Huku ukubwani ni matokeo ya kilichopandikizwa. Kuna watu kwa sababu ya hofu, ataonekanaje mbele za watu? Ataonekanaje mbele za jamii? Yuko tayari kuto kumtii Mungu ili awapendeze wanadamu. Vijana wetu tunawalea nyumbani vizuri kabisa kwa kiboko na manyoosho mengi. Anafanya tunachomshurutisha. Atatuonyesha kile tunachokagua kila siku. Viatu vimesafishwa? Ndiyo, hivi hapa. Lete nivione. Hiki kimeneni? Hivi. Hiki kweli? Hivi. Umesoma? Lakini hatafanya kile ambacho tuna expect. Na matokeo hayataenda kiwajibikaji. Kwa sababu hakujengewa tuni ya kuwajibika mbele za huyu mmoja anayemuona kwenye kona zote za maisha. Anapotoka nje ya wigo wa nyumba zetu, akienda shuleni, kama alikuwa anavaa suruali yake vizuri, akakutana na watu wote kule wanavaa mlegezo, akamwambia unavaaje kishamba wewe nini? Na kwa sababu hajui kuwajibika mbele za Mungu, ataogopa watu wanavyomkosoa. Kwa hiyo ataanza kuvaa sawa sawa na ulimwengu uvaavyo. Vijana wengi wamevuta bangi, si kwa sababu wanapenda bangi. Wamevuta bangi kwa sababu ya kutaka kuonekana hawako tofauti na jamii. Vijana wengi wamejiingiza kwenye mahusiano, si kwa sababu wanapenda, lakini kwa nini achekwe kila siku kwamba yeye tu darasa zima ndo amebaki, hana mtu. Sababu kila mtu anaonekana mwenye, ukiwa na mtu wewe ndio mtu poa, yani wewe ndio kwenye jamii sasa ndio mwenyewe. Wakaka wamejiingiza kwenye mahusiano. Hayo yote nayoongea simshutumu mtu, natoa mifano yangu mwenyewe. Kwa sababu hata mimi vitu vingi nilivyofanya sikufanya kwa sababu yangu. Nilifanya kwa sababu sikujengwa ujasiri wa kukataa. Sikujengwa ujasiri wa kuwajibika kwa Mungu hata kama ulimwengu wote unanipinga. Sikujengwa ujasiri wa kupishana na mifumo tangu nikiwa mdogo. Kwa kabla sijaokoka nachukuliwa na upepo wote tu. Nikuta huku anasema hivi basi na mimi nafanya hivyo wote wanavyosema. Mungu alinusuru. Kuna kipindi mtu mmoja akanitumia neno fulani hivi la dhiaka sana
kuonyesha kwamba mimi sio mwanaume vizuri. Tulikuwa kwenye kikundi hivi tunapiga story, wenzangu wote wana wasichana, mimi tu ndo mshamba pale naonekana hivi na nini. Nikalanipa wasema sasa na wewe utajiita mwanaume? Mwanaume gani? Hujawahi hata kwenda bafuni? Mwanaume gani huna hata demu? Wasema sasa ngoja niwaje niwape report. Nikaenda nikatekeleza yale na nikawazidi. Nakumbuka nisema mimi sasa sintatembea na mtoto size yangu, tatafuta limama kabisa. Ili niende niwaambie sasa mimi ndio kidume, nimetembea na limama kabisa. Ujasiri wa kukataa uovu unapikwa utotoni. Mwanaume hapimwi na kucomply. Hapimwi na kukubaliana na uovu. Anapimwa na kusimama, hata kama atalazimika kusimama peke yake, kukataa uovu. Kwa sababu ni heri ulimwengu wote ukuchukie. Kwanza ndivyo inavyotegemewa. Heri ulimwengu wote ukuchukie, lakini Mungu akukaribishe kwake. Ni hasara kubwa sana ulimwengu wote ukusifie na ukukaribishe, Mungu akufukuze kwake. Mungu atusaidie sana. Tuwajengee watoto wetu wa kiume ujasiri. Mwanaume hakimbii matatizo. Leo tuna wanaume wanakimbia matatizo. Wanakimbia vitu walivyovisababisha. Ukifanya kosa moja, kitu kinachoonyesha wewe ni mwanaume ni kwenda kuwajibika kwa kosa ulilofanya. Umelisababisha wewe, nenda kaombe msamaha wewe, nenda katengeneze wewe. Ndio kipimo cha wanaume wako. Jamaa mmoja alinifurahisha, alifanya kosa baya. Kampa mtoto wa watu mimba. Na mtoto yule baba yake anafanya kazi fulani hivi, nasikia naelewe. Na baba yule alivyoona amefanywa ile kazi, amefanywa kile kitendo na huyu, kajipanga kabisa kwamba huyu kijana huyu, na akaongea yale maneno na watu wakayasikia akiwa anasema kwamba huyu kijana hanijui, mimi mtoto wangu nimewekeza nguvu zangu zote, na bahati mbaya ndio mtoto pekee niliye naye, afu anakuja kuniharibia. Kijana akajivika ujasiri. Kwanza anajua nimeshamsababishia mtu matatizo. Ndio vijana wengi wanapokimbiaga hapo. Ndio vijana wengi wanapokuruka hapo wanakuambia tusijuane. Futa namba yangu, delete kabisa, toa na kwenye recycle bin. Sijawahi kukufahamu, hujawahi kunifahamu. Na wengine paka wanashawishi watu kutoa, sio? Kabisa anakwepa kabisa. Sasa itaonekanaje? Kaya koroga afu hataki kunywa. Huyu kijana akajivika ujasiri, kama ni kufa na nife. Akaenda nyumbani, kagonga mlango kwa mwenyewe, na mwenyewe akatoka, akajitambulisha kwa unyenyekevu kabisa. Mbona mimi naitwa fulani, samahani naomba niingie tu. Subiri hapo. Akakimbia kuyaokoa maisha yake. Akatafuta tena siku nyingine. Akarudi. Anataka kuwajibika. Kila mtu alikuwa anamshangaa. Lakini alikubali. Paka akawa rafiki wa yule mzee. Na mpaka baadaye akaaminika kabisa kumuoa yule binti. Ujasiri wa design hiyo
unajengwa utotoni. Mungu atusaidie tusitengeneze watoto ambao ni waoga, wanaume wanaokimbia matatizo, wanaume ambao akifanya kosa yuko tayari kudanganya ili ajisafishe machoni pa wanadamu, yuko tayari kumkosa Mungu kuwapendeza wanadamu. Wanaume kama huyo atakuwa ni hasara sana kwenye maisha, atakuwa ni hasara sana kwenye taifa. Hata una shida hata kuua watu wengine, kuficha maovu yake. Hata una shida. Mungu atusaidie sana. Sasa inawezekana sisi ni matokeo, na hapa kumbuka simlaumu mtu. Hata jamii na yanayoendelea, mimi silaumu mtu. Lakini nasema tu kuna uwezekano sisi ni matokeo ya mbegu ambazo zilipandwa, na nina habari njema kwamba neno la Mungu lipo na lipo tumaini. Tumaini kwetu sisi lina uwezo neno la Mungu kutabadilisha. Na kuna wimbo tunauimbaga tunasema hata wale wapole wa kunena walikuwa mashujaa, na tuliona mfano. Waliondoka watu ambao hawajasoma kabisa, hawana elimu, walikuwa waoga, kabla hawajajazwa Roho Mtakatifu walikuwa wamejikusanya sehemu moja, wanaogopa. Lakini walipojazwa Roho Mtakatifu walitoka nje, walisimama, wakawa tayari kufa. Wanahubiria injili ya kwanza hekaluni. Kwenye hekalu ambao hata Yesu mwenyewe kuna kipindi alikimbia. Walipotaka kumshika kwa nguvu alichenga hivi akakimbia, waliokota mawe wakisema ana mapepo, kwa sababu wakati wake ulikuwa bado hujafika. Hawa wanaume wamejazwa Roho Mtakatifu, wamesimama kwa ujasiri, walikuwa wapole wa kunena, walikuwa na vigugumizi, sasa wako tayari kuface matatizo yao. Walisimama wakahubiri, na wengine waliuawa. Wanapoletewa ripoti kwamba mwenzenu amechinjwa, waliendelea kuhubiri injili, waliendelea kusimama kwenye upande wa Mungu. Mungu atusaidie sana. Bado neno la Mungu lina uwezo wa kubadilisha. Ikiwa wewe umeathirika, hata mimi nayeongea inawezekana na mimi na vipengele vyangu ambavyo bado naogopa, Mungu anaendelea kunitia nguvu kwa kadiri ninavyosoma neno la Mungu. Nazidi kufunguliwa. Moja ya kifungo kikubwa sana cha uwajibikaji ni hofu. Moja ya kifungo kikubwa sana cha uwajibikaji ni hofu. Mungu atusaidie. Na kama inawezekana na wewe upo hapa, bado tuna nafasi ya kumlilia Mungu atusaidie. Lakini sisi kizazi chetu ambacho Mungu ametuamini na tuna watoto, kuna nafasi ya kuchora mstari na kuanzia sasa tukaanza kupandikiza hizi tunu njema za uwajibikaji kwa Mungu kwa watoto wetu. Watoto wetu wamhofu Mungu kuliko kitu kingine chochote. Watoto wetu wawajibike kwa Mungu kwanza, kabla hawajafanya kitu, kabla hawajakubali kitu, kabla hawajachukuliwa na upepo, wajiulize Mungu wa mbinguni anasema nini? Hiki ninachofanya nitasimamaje mbele za Mungu? Nitatoa hesabu gani mbele za Mungu? Na Mungu atusaidie sana. Amen. Kwa leo tuishie hapo. Ninaomba kama kuna mtu ana swali, tupate maswali mawili, alafu tumuite Bwana. Kama kuna mtu ana swali, kama kuna mtu ana nyongeza. Kuna swali pale.